peponi manabii wa kweli waliokufa vitani hali ya kuwa mashahidi, wamina wasalihina, na watu wema. Ndio kina nani? Aje tuiache umweki wamina salihin, na uniache niwe miongoni, na atamfanya kuwa ni miongoni mwa watu wema. Qalat, Maryam akasema baada ya kupewa taarifa na malaika kwamba utapata mtoto na sifa zake ndio hizo tulizozitaja, akasema Maryam kwa mshangao, mtoto mbona mimi sijaolewa? Rabbi, ewe Mwenyezi Mungu Mola wangu wa haki, anna yakunu li waladun, vipi, kwa namna gani nitapata mimi mtoto? Walam yamsasni basharun, hali ya kuwa hajakutana kimwili na mimi mtu yoyote. Walam yamsasni, hajakutana kimwili nami, ahadun, mtu yoyote. Sasa unakusudia Mungu nitaolewa ili nipate mtoto au? Kule mzee Zakaria naye pia alishangaa. Aya ya 40 ile kama mtu anaikumbuka, qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar. Maryam yeye kwake qala rabbi anna yakunu li waladun, kule kwa Zakaria anna yakunu li ghulamun. Kama bahati mbaya inabugiani, sio bahati mbaya. Zakaria maombi yake yarejee, hunalika daa Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'u du'a fanadathu almalaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna allaha yubashshiruka bi Yahya. Shaambiwa utapata mtoto na jina lake atakuwa nani? Yahya. Kwa ndo maana swali lake likawa anna yakunu li ghulamu. Sikishaambiwa utapata mtoto wa kiume, mtampataje mimi mtoto huyo? Ghulamu, mtoto wa kiume moja kwa moja. Lakini walad anakubali kuwa mtoto wa kiume na anakubali kuwa mtoto wa kike. Maryam hajajua mtoto anayempata ni wa aina gani. Swali lake likaja anna yakunu li waladun, walad mtoto wa kiume na mtoto wa kike yoyote anakuwa walad. Ukitaka mtoto wa kiume ibnu wa kiume tu, bintu mtoto wa kike tu, walad mtoto wa kiume au wa kike yoyote. Na ukitaka hizo tarejea aya za mirathi, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Allah anakuhusieni, anakupeni maelekezo na maagizo kuhusiana na watoto wenu. Lidhakari, anastahiki mtoto wa kiume, mithlu hadhi al-unthayayn, mfano wa fungu la wanawake wawili. Kwa walad ni mtoto yoyote wa kiume au wa kike. Maryam kaambiwa atapata mtoto, jina lake Isa, lakini hajajua mtoto huyo Isa ndo mwanamume mwanamke, hawakuzoea wa majina hayo. Akasemaje? anna yakunu li waladun. Anna yakunu li waladun, ni namna gani mimi nitapata mtoto? Walam yamsasni basharun, hali ya kuwa hajakutana na mimi kimwili mtu yoyote yule. Qur'ani ikieleza majambo inatumia kinayati, haitumii maneno makafu tu hivi chuku. Nakuja na kinaya, maneno ya stara. Katika aya ya udhu, sura iliyotumia au jaa ahadun minkum min al-gha'iti, haikutumia au taghawwata ahadukum. Gani makafu hayo? au jaa ahadun minkum min al-gha'iti au lamastumun nisaa.
anazungumzia habari mtu anatakiwa kutawadha, fasilu wujuhakum sijui na kadha ile, au jaa ahadun minkum min al-ghaid, au mmoja wenu kama amekuja kutoka chooni, au lamastumun nisaa, au mmegusana na wanawake, falam tajidu maa, na hamkupata maji, basi fatayammamu sa'idan tayyiban, so au tawata ahadukum, au akiwa amekunya mmoja wenu, neno makafu kama hayo kwenye Qur'ani hapa. Na huku pia kinaya Maryam, anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar, imetumika mas, kinaya, hajakutana kimwili na nini mtu yoyote. Qal, malaika wakasema kumjibu Maryam, kadhaliki Allahu yakhluqu ma yasha. Qala kadhaliki Allahu yakhluqu ma yasha. Malaika waliompa bishara wakamwambia, kadhaliki, kama Allah atakavyomuumba Isa hivyo huyo mwanao atakavyomuumba, hali ya kuwa wewe huna mwanamume uliyekutana naye kimwili, basi ndio hivyo hivyo Mungu uumbaji wake, kwa sababu yeye huumba kwa namna anayoitaka. Yakhluqu Allahu ma, namna ambayo yashau, anayoitaka yeye. Unashangaa hilo kuna Adamu huko, sio unashangaa kwako hana baba. Kuna Adamu huko hana baba wala mama, nakaumbwa. Unashangaa wewe kupata hiyo kuna Hawa huko katoka kwenye ubavu tu wa nani, wa Adam. Kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha, kama hivyo anavyomuumba Isa bila ya kuwepo baba uliyekutana naye kimwili, basi Allah ndivyo anavyoumba kwa namna yoyote anayoitaka. Kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha. Na Mungu utaratibu wake, idha qadha amran, akipanga jambo litokee, idha qadha, pale atakapopanga, amran, jambo lolote lile litokee, fa innama, si vinginevyo ni hivi tu, yaqulu lahu kun fayakunu, anasema kuliambia jambo hilo kuwa kitu fulani, na kinakuwa hicho kilichotokea. Tofauti na Waswahili wa pwani, wakitaka kumkufuru Mwenyezi Mungu wakivuka kiwango, wanakwambia yule mzee yule mwanga yule akikutaka yule kafu aingie nuni. Yani Mungu katika kuumba kwake kuna kafu na nuni. Kun, herufi ngapi? 2. Kun ndio hilo jambo linatokea. Lakini yeye babu yake alipokuwa mchawi sana, kafu tu kabla nuni hajafika wewe ushakufa huko kwenu. Sio mpaka iwe kun mbali kote huko. Ile kuwe chali tayari. Ya akhi karimu, kafiri gani muone tuzidi. Mungu majambo yake anapoyataka ni herufi 2 tu, kun hayakun. Lakini Waswahili wa pwani walivyozidi katika kule kuamua kumkufuru Mungu kwa makusudi, anataka kukwambia babu yake mchawi sana, akikutaka kafu aingie nuni. Yani Mungu simpaka kafu alafu ikiingia na nuni kun, basi yeye kafu tupu bila nuni, wewe chali tayari. Yeye taumeme hamna, hata chochote hamna, hiyo kafu aingie nuni ile ku, wewe tayari. Mpaka ikifika nuni, Allahu la ilaha illa Allah, kufuru iliyovuka kiwango. Mungu yeye idha qadha amran, anapopanga jambo lolote litokee, inama, si vinginevyo ni hivi tu, yakulu lahu, anasema kuliambia jambo hilo analolitaka, kun, kuwa kitu fulani, fayakun, basi kinakuwa. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. Na Allah atamfundisha huyo Isa alkitaba, kuandika, walhikmata, na sunna, ufafanuzi wa kitabu atakachopewa, wataurata, na atamfundisha Taurati aliyoteremshiwa Musa, wa Injil, na pia atamfundisha Injili, kitabu atakachopewa yeye. Mara nyingi kama sio zote, inapotajwa al-kitab alafu mbele al-hikma, au al-hikma alafu mbele ikatajwa hicho kitabu husika, hikma unakuwa ule ufafanuzi wa kitabu husika anaotoa yule mtume.
Mungu anasema waqimu salata wa atu zaka, lakini tafuta msahafu min al-alifi ila al-ya'i, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ule utaratibu wa swala yenyewe na swali wa vipi huwezi kuukuta. Kwa namna ya ule utaratibu wa sala inavyoswaliwa, ule unaitwa nini? Al-hikma, ufafanuzi. Alafu Mtume anafafanua, akimaliza, jamani, mnatakiwa mwanzo na sura 4, tuanze takbiratul ihram baada ya nia, lakini baadaye suratul Fatiha, baadaye usome sura nyingine yoyote ile unayoweza. Kama uwezi nenda tu, ukimaliza hapo una rukui, na kwenye rukuu utasema nini, ukimaliza hapo una sujudi, na kwenye kwanza i'tidali, na kwenye i'tidali utasema nini, kisha utasujudi, na kwenye sijida mpaka mwisho wa sala. Halafu alipomaliza akawaambia masahaba wake, sallu kama raaitumuni usalli. Ufafanuzi huu aliyoutoa ndio unaitwa je? Al-hikma. Wa yu'allimu kitaba wal hikma. Zaka, aya zaka, mtu akiwa na ng'ombe wangapi atoe wangapi, akiwa na mbuzi wangapi atoe wangapi, akiwa na gunia ngapi za mpunga atoe ngapi. Hakuna hiyo kwenye Qur'an. Lakini unaambiwa kwamba mtu itakapofika ana ng'ombe kadha basi atatoa kadha. Hiyo kwenye nini? Sunna za Mtume. Ufafanuzi huu unaitwa aje? Hikma. Sawa? Na kwa Isa na pia kwenye Taurati yake kuna ufafanuzi anaotoa yeye, unaitwa aje? Hikma. Haya, tunarudi. Allah huyu mtume wake Isa huyu akimleta, wa yuallimuhu alkitaba, kitabu hapo kwa maana ya kuandika, alkhat walkitaba, kuandika, walhikmata, na atamfundisha hikma, ufafanuzi wa Injili atakayomteremshia, wataurata, na atamfundisha kitabu kilichoteremshwa kwa Musa kabla yake yeye kinachoitwa Taurati, walinjila, na atamfundisha Injili, kitabu atakachoteremshiwa yeye Isa. Kwa nini amfundishe Taurati? Ya nini? Wakati tayari ishapitwa na wakati? Hapana, Taurati haijapitwa na wakati. Kitabu cha Injili kitakuja kukamilisha Taurati. Injili haiji kuifuta Taurati, inakuja kuikamilisha Taurati. Na mpaka ukienda leo kwenye kitabu chao kile kile wanachoendea katika nyumba zao za ibada kila Jumapili, mwenyewe mule kuna maneno, Bwana Yesu anasema, mimi sikuja kuitengua Taurati bali kuitimiliza. Mpaka leo hayo maneno yao. Baadhi ya mambo kwenye Taurati yaliharamishwa, Isa atakuja atayahalalisha yale yaliyoharamishwa, na baadhi ya mambo kwenye Taurati yalihalalishwa atakuja yeye kuyaharamisha. Kwa lazima amjulishe ile Taurati yenyewe, wa yuallimuhu alkitaba walhikmata wattaurata walinjil wa rasulan, na atamtuma mtume huyo, atamtuma huyo Isa aje kuwa mtume, wa yursiluhu rasulan, atamtuma aje kuwa yeye ni mtume, ila bani Israila, kwa wana wa Israeli. Na tushasema wana wa Israeli maana yake ni kizazi cha Nabiyullah Yaqub, kizazi cha nani? Cha Yaqub. Ibrahimu alayhi salatu wassalam, mwanawe mkubwa Ishaq, mwanawe mdogo, mwanawe mkubwa Ismail, mwanawe mdogo Ishaq. Ishaqa, mwanawe Ishaq anaitwa nani? Yaqub. Huyu Yaqubu ndio wa kwanza alioitwa Israilu. Watoto wa kwake yeye wanaitwa Banu Israil, watoto wa Israil. Na jana tuligusa, tulisema neno il maana yake Allah, Israil maana yake Abdullah. Kutoka Mikail, Jibrail, Israfil, Israil, Israfil, zote hizo ile fil Allah. Kama sisi tulivyokuwa na Abdullah, Abdurrahman, yale majina tunayegemeza kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa rasulan ila bani Israila,
na atamtuma aje kuwa ni mtume